kupitia mradi huo Tanzania tutanufaika nini? Swali lake lipatiwe majibu. Swali namba 87, majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati, naomba kujibu swali namba 87 la Mheshimiwa Kenneth Ernest Nolo, mbunge wa Bahi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushiriki wa Tanzania kwenye mradi wa bomba la EACOP upo kwenye biashara ya kusafirisha mafuta ghafi tu, yani transit nation, kutoka Kabale Ohima hadi Chongoleani Tanga, na baadaye kupelekwa kwenye masoko ya kimataifa, na mikataba ya mauzo ya mafuta hayo imeshaingiwa tayari kati ya wabia wa mkondo wa juu nchini Uganda, yani upstreamers, ambao ni serikali ya Uganda na makampuni ya kimataifa ya Total Energies kutoka Ufaransa na Sinopec kutoka China, kwa kuzingatia vigezo vya usanifu wa kitaalamu na uwezo wa uzalishaji wa visima. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ifahamike kwamba kwenye biashara hii tayari mikataba ya mauzo ya mafuta hayo imeshaingiwa kati ya wabia wa mkondo wa juu na wanunuzi wa masoko ya kimataifa. Mheshimiwa Esther Bulaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niulize maswali mawili ya niongeza. Mosi, je, katika mikataba mlioingia Wizara ya Nishati mmezingatia vipi maslahi ya nchi? Swali la pili, kupitia mradi huo Tanzania tutanufaika nini? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa dada yangu Mheshimiwa Esther Bulaya kwa kufuatilia kwa karibu juu ya faida za mradi huu wa EACOP, wa bomba la EACOP kwetu sisi Tanzania. Yako manufaa mengi ambao Watanzania wameshapata mpaka sasa hivi. Hivi tunavyozungumza, kipindi cha ujenzi wa bomba hili la mafuta, Watanzania zaidi ya 10,000 wamenufaika kwa ajira. Lakini maeneo ya mkoa wa Tanga ambako kimsingi ndio bomba hili linapoishia kwa ajili ya kutoa mafuta kupeleka nje, wananchi wale wamejengewa miradi ya maji, wamejengewa miradi ya barabara, wamechimbiwa visima, na kama haitoshi wamefanyiwa mafunzo mbalimbali kwa ajili ya upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiachana na hilo, Tanzania itanufaika na uwepo bomba hili kwa sababu kuna asilimia ambayo nchi yetu itanufaika kama sehemu ya mradi wa bomba la mafuta. Ukiachana na hilo, sisi wa Tanzania tutapata faida ya kuuziwa sehemu ya mafuta hayo ghafi ambayo yakiwa yameshasafishwa tutayapata kwa ajili ya matumizi ya ndani ya nchi. Yako manufaa makubwa ambayo tunamshukuru Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kukubaliana na rais mwenzio wa Uganda, waliamua kufanya mradi huu wa kimapinduzi ambao unaenda kutatua changamoto ya mafuta, lakini changamoto ya kiuchumi katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo ya Mheshimiwa mbunge.